Nikienda kwenye field ya umeme, naendelea upande wa umeme. Kwa upande wa umeme, nafikiri mmeshuhudia maeneo mengi sasa hivi umeme unakuwa unakatwa kwa muda mdogo, kwa muda mrefu na muda wa kati. Lazima tuwaambie wananchi ukweli. Kukatika kwa umeme Zanzibar na kuzidiwa kwa umeme Zanzibar hakusababishwa tu na miundombinu ambayo mingine imechoka. Umeme umekuwa umezidiwa kwa sababu ya maendeleo makubwa yaliyofanyika ndani ya muda mdogo ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Nchi yetu hii, kila mtu anayekuja katika nchi hii alikuwa hajaja miaka mitatu anashangaa. Kilichosababisha sisi kuzidiwa ZECO ni miradi mikubwa ambayo imefanyika kwa muda mfupi wa haraka sana na ishafunguliwa, na ndio maana umeme sasa umekuwa umezidiwa. Na umezidiwa vipi? Sisi tuna submarine cable kutoka Dar es Salaam Tanzania bara kwa ndugu zetu Tanzania bara ambao ndio umeme wetu unapotokea huko. Tuna megawati 100 ya waya wa underground wa baharini unatoka bara mpaka sasa chini ya bahari. Tuna waya mwingine wa pili wa megawati 45 unatoka bara mpaka Unguja. Lakini kuna waya mwingine wa megawati 20 ambao unatoka Tanga mpaka Pemba wa chini ya bahari. Huu ndio umeme ambao tulikuwa nao Zanzibar. Sasa kutokana kwanza na miaka ambayo ilikuwa ishazidi, miaka ishakuwa mengi, waya huu msitegemee kwamba kila siku utakuwa na nguvu ile ile ya 100, ya 45 na 20. Hata sisi binadamu tunapozaliwa, tunapokuwa kijana tuna nguvu, kila tukienda tunakufa nguvu, mpaka tunakuwa wazee tunakufa nguvu, na mwisho tunakufa na ule waya pia unaenda kufa. Sasa ule waya unaotoa megawati 100 sasa hivi tunapata kwenye megawati 90, 92 au 88. Ule wa 45 tunapata kwenye 37, 38. Ule wa Pemba wa 20 tunapata kwenye megawati 17, 16 na nusu, 18. Inadipendi na hali ilivyo ya masuala ya umeme. Sasa tukichukulia rafli umeme tuliokuwa tunao sasa hivi wa uhakika Zanzibar ni megawati 135. Lakini kilichozidi ni megawati zaidi ya 65 nyingine zimezidi juu, kutokana na miradi mikubwa iliyofanywa na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwenye sekta za elimu, sekta za afya, mabarabara hayo, masuala ya maflyover mataa, masuala ya bandari, mambo mengine mengi, na maofisi na majengo na mahoteli. Leo airport ya Pemba pekee yake ikimaliza wanahitaji umeme megawati 6, ambao umeme wa megawati 6 sawa sawa na mji mzima wa Zanzibar, wani kwa hapana kusudia mkoa wa mjini. Mkoa wa mjini mzima unatumia megawati 12. Sasa fanya nusu ya mji wa mkoa wa mjini ndio airport moja tu ya Pemba ndio umeme unaohitajika. Sasa miradi hii inaendelea kwa spidi kubwa, na tunatarajia 2028 hapa Zanzibar miradi yote itakuwa ishamaliza mikubwa, na umeme utahitajika zaidi ya megawati 100 ambao tunahitajika sisi sasa tukautafute tuweze kuwapa wananchi, wafanya biashara waweze kuwa salama. Katika changamoto hizo nini tumekifanya? Kwa hali ya dharura, masuala ya umeme ni makubwa sana. Tusiachukulie umeme ni kitu chepesi. Umeme ni kazi ngumu sana, ni kazi ya hatari. Zanzibar nzima barabara hizi kupita kwa miguu, kwa gari hazizidi kilomita 1600 urefu wake. Na mimi najua kwa sababu nishakuwa naibu waziri kwenye wizara hili. Lakini nataka nikwambieni miundombinu ya barabara ya umeme Unguja na Pemba kilomita 13,700 urefu wake. Sasa jiulizeni au kipimeni, ikiwa barabara wakati mwingine tunajenga kwa miaka 2, 1.5. Kwani tulivyokuwa tunajenga barabara wakati ule wizara ya ujenzi, watu walikuwa wakipiga kelele vumbi, tuna foleni zimezidi, lakini sasa hivi imemaliza, kila mmoja anacheka, shida zote kasahau. Na nikuhakikishieni kwenye mambo ya umeme, kwenye Allah akijalia 2028 hapa Zanzibar, akitujaliwa na uzima, mtasahau kabisa kwamba Zanzibar kulikuwa kuna historia ya kuzimika umeme. Kwa nini?
nikasema hivyo? Kwa sababu tushaingia kwenye mikataba mikubwa kwamba tunabadilisha laini zote za umeme Zanzibar kubwa, ambazo tutabadilisha zaidi ya kilomita 1000 za laini kubwa. Ukiacha laini ndogo tushaanza kuzibadilisha, na nyinyi wenyewe mnashuhudia mkipita njia ya Mwera, mnaona kuna laini za umeme zimetandazwa. Mkipita maeneo mengine ya kaskazini, maeneo ya kusini, tushaanza maeneo ya Chukwani, Mbweni, mmeona laini mpya zimetiwa. Sasa hapa sisi kwa kipindi hichi cha mpito, huku tukiendelea kusubiri miradi yetu mikubwa ambayo tushafunga mikataba na tushaanza kununua vifaa na vinakuja, viko njiani, na vingine mmeanza kushuhudia kwamba vimeanza kuingia. Juzi tumeshusha transformer 4. Kila transformer moja ina tani 105 uzito wake. Zile transformer tumeweka kusini 2, kaskazini 2. Transformer zile zitakuja kutoa umeme wa uhakika, umeme uliokuwa mzuri na bila kuyumba. Na leo nataka nikuruhusuni waandishi wa habari, katembeeni kusini, mtakuta pale mradi wetu mkubwa sana mpaka tushafunga minara kila kitu. Katembeleni Matemwe kaskazini, mtaona mradi ulivyokuwa mkubwa ambao unaendelea kumaliza. Nendeni hapa Mwera chini Masingini, upande wa kulia mtakuta pale minara mikubwa na mitambo tushafunga. Sisi Wizara ya Maji, Nishati na Madini tunawaahidi wa nchi, sasa hivi tunajua wanapata tabu, tunawaomba radhi, lakini waamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunaenda kutatua changamoto zao na swala la umeme Zanzibar litasahulika. Chini ya uongozi bora wa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar, Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, amekuwa akituita mara kwa mara kutuhoji, kutushauri na kutupa mwelekeo gani tufanye, na tunamshukuru sana. Bila yeye na mawazo yake, mambo mengine haya sisi tungeweza kufika kokote. Leo hii Zanzibar tumeshaleta meli ya muda ya umeme Power Barge ambayo iko Mtoni, na lengo letu meli ile itoe umeme kwa muda wa miezi 8 mpaka mwaka mmoja, huku tukisubiri vifaa vyetu vikamilike, vifungwe, ili baadaye tuistopishe, kwa sababu matumizi ya meli ile ni bei kubwa sana Quran. Lakini Mheshimiwa Rais amesema haangalii pesa, anaangalia watu wake kwa huduma bora. Na hii naomba sana tumpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa huruma zake kubwa kwa wananchi wake, kwa kuwatumikia kwa imani na kuwa yeye haweki pesa mbele, anaangalia maslahi ya wananchi. Nampongeza sana nikiwa waziri wake, msaidizi wake kwenye masuala haya. Sasa tunaomba wananchi wastahamili, tuna njia mbadala ambayo tunaenda kukwamua tatizo hili, na sisi wenyewe tumejipa mwezi mmoja kutoka leo, hapo mbeleni iwe changamoto hii ya kuzima umeme imeshaondoka. Hivi ninavyokuambia ni generator 30 za umeme zilizoko Mtoni imeshazifufua zote, kwa maana kwamba zimepigwa service. Maana zilikuwa sio mbovu ni 2 tu, nyingine zimefanywa matengenezo makubwa kutokana na muda mrefu, tushazifungua, yani tushaziwasha 16, na nyingine pale tunaenda kuziwasha 14 hivi karibuni. Tushafanya try, tunaziwasha na tutakuwa nazo tunazioperate ili kuweza kusaidia umeme Zanzibar usizimwe na watu wasipate tabu. Leo hakuna sehemu utakayokwenda katika Zanzibar hii, Unguja na Pemba na mpaka kwenye visiwa, kwamba umeme hamna laini mpya tunazozifanya. Na ukiangalia juzi tumefunga mradi wa sola, kampuni ya Elecmec kutoka India, dola milioni 150 milioni. Tunazungumzia bilioni zaidi ya 320 za Kitanzania. Utakuja kuleta umeme wa sola na betri zake maalum, lakini pia na kuweka laini hizo mpya na matransformer mpya na mashine mpya kisasa. Leo sisi tunafanywa hujuma na baadhi ya watendaji ambao walofukuzwa kwenye execo, walokuwa wameondoshwa, na kuna watu wanafanya hujuma kuweza kuonekana umeme unakatika katika baadhi ya maeneo. Sisi inatokezea kuna watu wanafanya hujuma, taarifa tulikuwa tunazo. Lakini naomba sana niwaonye sana, tutakayekuja kumkamata anafanya shughuli hiyo atakuwa anaingia serikali, jambo sio zuri, na atakuwa mhujumu uchumi, na kesi yake haina dhamana, na tutamshirikia kikamilifu kwa mujibu wa sheria za nchi. Hatutoweza kumchekea mtu yote ambaye tutakuja kugundua anatumilika kutuharibia miundombinu yetu ya umeme kwa sababu tu ana chuki zake binafsi na mtu fulani, au swala la siasa kwa kuwa kwenye sehemu fulani kwa mtu fulani, wanatumilika na kuharibu. Taarifa hizo tunazo,
tushatuma watu wetu, na kila tutakayekamata basi tutachukua hatua kali za kisheria. Umeme tunakuombeni Wazanzibari wote, wananchi, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ametuelekeza tukafanye jambo lolote la dharura kwa sasa hivi tukupeni umeme, na sisi tupo kwenye hatua hiyo, na hivi ninavyokuambieni inshallah kwa Mwenyezi Mungu tunangojea meli ile iwake, tuiwashe, itatupatia megawati karibu 40, na kwenye generator tutapata zaidi ya megawati 16, na hapo tutakuwa tuko salama kwenye masuala ya umeme. Na hata kama itakuwa ikibidi wakati mwingine tunazima, basi haitozidi masaa mawili au saa moja kwa kipande kidogo tu. Kwa upande wa umeme mimi nafikiri tuelezane hapo.